Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu tena katika kipindi kingine ambacho tutakuwa tunapitia kitabu cha Yashari. Kitabu cha Yashari unakiona mahali fulani katika Biblia kinatajwa katika ile Joshua sura ya 10 mstari ule wa 3, anasema hayo je, hayakuandikwa katika kitabu cha Yashari? Sasa kitabu hicho kipo na kimeonekana mahali. Kwa hiyo sasa tutakwenda kukipitia mimi na wewe kadri Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Nitakwenda kukisoma sura kwa sura ili na wewe uweze kusikia kile ambacho ninakushauri kwamba hebu usiache kufuatilia kadri ninavyoendelea ili upate muunganiko. Kuna mambo mazuri ambayo utajifunza. Kila mmoja ambaye nilipata muda wa kukaa naye nikamsimulia kitabu hiki alijisikia kuchukua hatua nyingine, alijisikia vizuri, aliipenda neno la Mungu. Nianze na sura ya kwanza ya kitabu cha Yashari. Sura ya kwanza anaandika mwandishi wa kitabu cha Yashari, anasema Mungu akasema na tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Na Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na Mungu alimfanya mtu kutoka katika ardhi, akapuliza pumzi ya uhai katika pua zake. Mtu akawa nafsi hai mwenye uwezo wa kuongea. Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Mungu akamsababishia Adamu usingizi mzito, akalala, akachukua mmoja kati ya mbavu zake, akaumba mwili kutoka katika hizo, akaufanya na kuupeleka kwa Adamu. Adamu akaamka katika usingizi, tazama mwanamke alikuwa amesimama mbele yake. Akasema huyu ni mfupa katika mfupa yangu, ataitwa mwanamke kwa sababu alichukuliwa kutoka kwa mwanamume. Na Adamu akamuita jina lake Eva, kwa kuwa ni mama wa wote wenye mwili. Mungu akawabarikia, akawaita majina yao Adamu na Eva, na katika siku ile aliyowaumba. Na Bwana Mungu akasema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia. Bwana Mungu akamchukua Adamu na mkewe akawaweka katika bustani ili waweze kuiangalia na kuitunza. Niendelee mbele kidogo, waweze kuiangalia na kuitunza bustani ile. Sasa amen. Tuendelee, anasema akawaweka waweze kuitunza ile bustani na kuiangalia. Lakini akawaamuru na kuambia, katika miti ya bustani mtakula, lakini mti wa maarifa ya mema na mabaya msiule, kwani siku mtakayokula hakika mtakufa. Na Mungu alipowabariki na kuwaagiza, akaondoka kutoka kwao. Adamu na mkewe wakakaa katika bustani sawa na maagizo na amri za Bwana alizowaagiza. Na nyoka ambaye Mungu alimuumba pamoja nao katika dunia alikuja kuwalaghai ili wazivunje amri za Mungu alizoziagiza. Na nyoka akamlaghai na kumshawishi mwanamke, na akachukua katika mti wa maarifa ya mema na mabaya na kula. Akachukua kutoka katika mti akampa mumewe ale. Na Adamu na mkewe wakaasi amri ya Mungu aliyowaagiza. Mungu akajaa hasira yake ikawaka juu yao, akawalaani. Mungu akubariki. Tukutane katika sehemu ya pili ya kitabu hiki cha Yashari. Nikukumbushe tu kwamba Yesu Kristo yuko karibu sana kuja. Jitakase wewe ambaye umempokea, wewe ambaye hujampokea, muamini sasa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako katika jina la Yesu. Amen.